Muungano wa wanafamasia nchini umetoa wito kwa wananchi kuwa waangalifu zaidi wanaponunua dawa katika maduka ya dawa humu nchini baada ya video moja kusambaa mtandaoni ikionyesha mwanamke mmoja akimuulizia maswali muuzaji wa dawa aliyemuuzia dawa ya ngozi badala ya dawa ya macho. Fatime Suleiman amelizamia swala hili na kutuandalia taarifa ifuatayo. Kwenye video iliyozua maswali miongoni mwa Wakenya, mwanamke mmoja anadai kuwa alienda kwenye duka la dawa kwa nia ya kumnunulia mtoto wake dawa ya macho, lakini muuzaji wa dawa akamuuzia mwanamke huyo dawa ya ngozi. I trusted you guys. Nakuja kununua dawa hapa. Alafu mnachukua unaniuzia dawa ya skin naeka kwa macho. Unajua kazi yako vizuri. Na sasa kwa nini unafanya hivyo? Sasa kama akili yako inakuwa kwa skin, unaona ameandika tu ae, wewe mwenyewe umeona tumeandikiwa moxi na tumeandikiwa nini? Uko na hata hiyo jina ae. Kulingana na mwanamke huyo, alipopewa dawa hiyo alikuwa na matumaini kwamba mtoto wake atapona, lakini hali iligeuka kuwa mbaya zaidi. Imagine nimekuwa nikiekea mtoto analia uchungu mpaka nimeamua mimi mwenyewe nijirudishe hospitali. Ona imeharibu mpaka nini yote. Muungano wa wanafamasia umetoa taarifa na kusema kuwa muuzaji huyo hana kibali, huku ukitoa wito kwa wananchi kuwa makini, kwani sio kila mtu anayeuza dawa ni mwanafamasia. Aidha, umetoa wito kwa bodi ya kutathmini ubora wa dawa nchini kufanya uchunguzi kwa kina ili kupunguza visa kama hivi kutokea. Muungano wa wanafamasia umehakikishia umma kuwa utaendelea kutoa huduma bora, huku ukisisitiza kuwa swala hili linafaa kuangaziwa kwa kina ili kuboresha afya ya wagonjwa. Fatime Suleiman, TV 47.